Mpendwa, Bwana asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tena katika dakika 5 ambazo zitakuinua, zitakutengeneza na kukupatia tumaini jipya kabisa katika maisha yako. Biblia imeandika visa vingi ambavyo vinatujenga na kututia nguvu, na hata sasa unayenisikiliza waweza kuwa uko na changamoto fulani unayoipitia. Nami nakuletea habari njema nzuri ambazo zitafufua tumaini jipya kabisa katika maisha yako. Katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 5, kinaelezea kiwete ambaye alilala kwa miaka 38 akiwa anajaribu kwenda kutafuta uponyaji. Lakini siku moja, bila tumaini lolote, akiwa amekata tamaa na akiwa hajui kama angetendewa hivyo, alikutana na mtu huyu ambaye tunamuita Yesu Kristo. Na Yesu kila aliyekutana naye alimtia faraja na kumtia moyo wa kusonga mbele. Neno linasema, Biblia inasema Yesu akijua ya kwamba yule kiwete alikuwa amelala ile sehemu kwa miaka 38, Yesu alimuuliza swali, je, wataka kuwa mzima? Sikiliza, hilo ni swali ambalo Yesu alimuuliza, wataka kuwa mzima? Kiwete yule alitakiwa aseme ndiyo, nataka kuwa mzima. Lakini Yesu alikuwa anajua kwamba huyu kiwete kwa kweli amekaa hapa na anahitaji uponyaji. Lakini kwa nini Yesu anamuuliza? Anamuuliza ili angalau aangalie jinsi ambavyo anataka ile baraka ambayo alikuwa anahitaji. Lakini kiwete yule akatoa vizingizio akisema ya kwamba, Bwana, mimi tangu nimekuwa hapa sina mtu wa kunipeleka katika birika ambazo zinatibuliwa maji, maana mimi nimepooza, nimelala hapa nikiwete. Lakini wengine waliokuwepo pale yale maeneo walikuwa wanaumwa malaria, wengine wanaumwa ukoma, wengine wanaumwa kansa, kwa hiyo wanaweza kutembea. Kwa hiyo kizuizi chake ilikuwa ni miguu. Lakini Biblia inasema Yesu akimwangalia kwa huruma isiyo ya kawaida akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Yaweza kuwa hata wewe umeteseka kwa miaka mingi sana, miaka mingi, lakini nataka nikwambie hujaugua kwa miaka 38 kama aliyougua yule kiwete. Lakini habari njema ni hii, yaweza kuwa hata wewe ulikuwa unatafuta mtu wa kukuinua akufikishe ile sehemu ambayo ulitarajia ya kwamba ndipo akikufikisha utafanikiwa. Ngoja nikwambie, yupo Yesu ambaye hahitaji mtu yeyote kukubeba kukupeleka mahala fulani. Yesu anachohitaji ni kumsikiliza, na anachosema akaamua na kukuelekeza kitende. Yesu aliposema tu simama, jitwike godoro lako uende, aliposimama miguu yake yote ikanyooka. Yaweza kuwa unaumwa, yaweza kuwa kuna mambo mengi yamepooza katika maisha yako. Ukweli ni kwamba hata kama yamepooza, nakupa habari njema za Yesu Kristo ambaye anainua waliopooza. Nakupa habari njema za Yesu Kristo ambaye yeye hahitaji ufahamiane na watu fulani, akitengeneza mazingira. Ukikutana naye anakubariki na kukuinua. Hata kama ungekuwa ni mgonjwa kiasi gani, yupo Yesu akisema neno utabarikiwa. Yupo Yesu Kristo ambaye hata kama ungekuwa kwa kweli umekata tamaa, kwa miaka mingi umepooza, miaka mingi umeona hakuna tumaini, lakini ukimsikiliza leo na kufata anachoelekeza, atakuinua, atakuponya, atakuganga, atakufariji, atakupa tumaini jipya tena. Na kwa sababu hiyo mpokee Yesu na umwamini tena. Yeye ni bingwa ambaye atatengeneza maisha yako. Yeye ni bingwa ambaye atafufua tumaini lako. Yeye ni bingwa ambaye atakuinua tena. Yeye ni bingwa ambaye atayanyosha yote ambayo yamepooza katika maisha yako. Yeye ni bingwa ambaye ukikutana naye, hata kama misuri ya imani ilikuwa imelala chini, anaitia nguvu ya Roho Mtakatifu tena ili usonge mbele. Ninakupendekezea katika jina la Yesu Kristo, mchague Yesu, maana ukiwa na yeye ni tumaini jipya. Ukiwa na yeye kuna uhakika wa kuinuliwa, na hivyo hauhitaji mtu yeyote kukutengenezea mazingira. Ukiwa na Yesu una kila kitu. Mungu akubariki, akutie nguvu. Mpokee Yesu tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.